Mada yangu leo inahusiana na swala la leseni za muziki Tanzania, kufungua thamani ya kiuchumi kupitia usimamizi bora wa haki za muziki. Usimamizi bora wa haki za muziki. Mtu anafanya kitu chake, anaiona faida ya jasho lake. Muziki uko kila mahali, lakini nani anawalipa wabunifu? Watu wanatumia muziki. Nani anawalipa? Kila siku mamilioni ya Tanzania wanasikia muziki maeneo ya umma, wengi bila leseni. Wengi wanasikiza muziki, leseni hamna. Na moja ya vitu ambavyo vilipelekea tukachelewa kwanza operation ni kwa sababu tuligundua kwamba hakuna elimu kwa right holders, wale wenye haki zao, na hata wale users, watumiaji wa hizo leseni hawana elimu hiyo. Kwa hiyo tueleweshe kwa nini wewe unahitaji kucomply kwenye hii sheria ya kulipia hawa watumiaji, lakini pia kuwafahamisha wasanii kwa nini wao ni right holders na kwa nini watakuwa watudai sisi mirabaha yao, na kwa nini ni sisi ndio inabidi tuwakusanyie. Watu wanapokuwa wanapiga muziki kwenye mabaa, restaurant, mahoteli, mabasi, treni, meli, sehemu zote za wazi, public spaces, wanatakiwa walipe mirabaha. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, mrabaha au mirabaha ni mali ya msanii, sio ya serikali. Ni mali ya msanii. Sawa? Kwa sababu inaenda moja kwa moja kwa mmiliki wa hiyo haki. Anaweza kawa mtunzi, anaweza kawa mwanzilishi wa kitu fulani, anaweza kawa msanii, mwanamuziki na vitu kama hivyo. Tutaelezea zaidi mbele huko.